By the way, tunaweza kuwa tunasema Kanyari chukua watoto wako, sijui what, lakini upate hawa watoto hawataki kukaa na Kanyari. What if Kanyari achukue hawa watoto, alafu sasa Sky hakuja atoroke ama kitu mbaya imfanyikie. Alafu nimeona watu wakisema ati Kanyari unaweza pata sijui hata ni Joffrey. Joffrey alikuwa anasema, Kanyari chukua mtoto wako na umpeleke apimwe, uangalia kama yeye ni bikra ama ashaharibiwa. Nikajiuliza, what if vile mnasema ati Tash maybe amekuwa akilala na huyu mtoto. Huyu mtoto juu niliona mpaka huyu mtoto alikuwa live bana. Alikuwa live pale TikTok akiadvise watu about polygamist. What if upate hata huyu mtoto maybe ako na mimba na hiyo mimba sio ya Tash, mtafanya nini? Will you still blame Tash? Alafu hawa watoto tangu watupwe na baba yao wamekuwa wakikaa na baba mulezi ama stepdad since wakiwa wadogo. So ni kama hawa watoto wanapenda Tash kuliko Kanyari. Hawa watoto mimi according to my own opinion naona hawa watoto wanatumianga Kanyari, yani Kanyari ni kama ATM yao na pia ni kama hawampendi. Na ukiangalia vituko za Sky zote zinafanana na za Prophet Kanyari. Sijui kama umenotice hiyo. So naona Wakenya, and again guys, na feel ni kama ni kiki. Juzi mnajua Prophet Kanyari anauania kiti ya UMP pale Kasarani. Na ni kama ameona sasa story ya Marion imeisha, akaanza kusema nitaisha, nitasaulika. Akaingia sasa kwa watoto. Mimi naona ni kama hii ni deal. Ni kama amepanga tu akiwa na Tash na watoto. Akaona akitaja watoto hivi na Kanyari I'm very sure hata atakangi kukaa na hao watoto. Na hata yes, Kanyari anakaa Chokaa Kangundo Road. Na alinunua nyumba huko Runda ya 90 million. So my question is, hawa watoto wakisha shift kutoka kwa Tash, watakuwa wanakaa peke yao ama watakuwa wanakaa na maid ama watakuwa wanakaa na Kanyari mwenyewe? Juu Kanyari na yeye hawezi patikana kila time huko Runda. Juzi mnajua ako na mpaka mashamba huko ako na mashamba huko Chokaa, ako na mpaka hiyo kampuni ya unga huko Chokaa. So mi naona hapa sijui ni kiki ama hii kitu ni reality. By the way guys, wewe unaona aje? Maoni yako ni gani? Huyu mtoto. By the way guys, acheni niwaambie, huyu mtoto inaweza kuwa sisi tunamuona maybe akiwa na kierere, lakini hiyo kierere yake maybe hata inaweza msaidia in one way or another. Juu mimi zile vitu zenye naona ni kama naona ilikuwa stage managed. Juu ukiangalia vile Sky aliingia online pale live kwa TikTok address Shirostat rafiki yao. Ni kama hiyo kitu ilikuwa managed mpaka unaona Tasha akimwambia Sky uko wapi? Niko live. Ukimaliza kuja to watch family movie. Mpaka watu wakaanza kuuliza hiyo family movie ndio gani? Na by the way hata inaweza kuwa Shirostat ako ndani kwa hii kiki. Hata inaweza kuwa hakuna mfanyikazi mwenye alifukuzwa usiku. Ni kama ni kiki juu hatukuona video na hata hatukuona huyo mfanyikazi akiongea. We have to think big, man. Unajua kuna vile kama sio kiki, kuna vile Kanyari anaweza chukua hawa watoto traumatize kabisa. Ama maybe awaachilie wakuwe wabaya zaidi. Juu ukiangalia Sky ako na simu na kuna vile Kanyari akimchukua anaweza muachilia aogope kumwambia 1 2 3 vitu kama hizo. Lakini mimi nachukia vile shosho ya hawa watoto apewi access ya watoto wake. Family members ni mbaya manzi. Sijui maoni yako ni gani kama mtazamaji wa The Ivano.
Kuna watu wanasema Sky anakaa mtu mzima, hayuko 13 years. Ati wanasema sasa hizo eyelashes zenye anaweka, sijui mikono anaweka, sijui makucha, anakaa sijui. Unajua maisha ni yake. Imagine hapa kuna watu wako hapa wa advise Sky na watoto wao waliwashinda. Badala mtu aende advise watoto wake, juu hata mkiadvise Sky hata asikiza. Huyu mtoto hata asikiza. In fact, niliona akipea watu advice huko TikTok. Akiwaambia more about polygamist. Msichana kama huyu anajua ati akifikisha miaka ngapi, sahi ako 14, mnasema ako 13 Sahi alisema akifikisha 25 years, yeye atakuwa na watoto. Ati yeye akasema yeye hataki kwenda shule college, hiyo aliiona ni useless. Ati akasema anaenda wapi? Anaenda kuolewa na kutafuta watoto. Mtoto huyu. Na kama sio kiki, may Betty Bayo spirit, hiyo spirit ya Betty Bayo isaidie hawa watoto. Juu kama ni ukweli vile inasemekana ati Tasha na blockingi kila mtu akitaka kuona watoto, kama ni ukweli, Mungu asaidie tu. Juu ni mbaya guys. Mtoto kukaa na step dad na biological dad ako, na ni mtoto wa msichana. What if atageizwa akue bibi mtadu? What if mtashtukia mtoto wa wenyewe ako na mimba na maybe hata sio ya Tash? And again, what if Dani akifanyiwa DNA atapatikana ni mtoto wa Tash? Kanyari atajificha wapi? Mi nasikia instincts zangu zikiniambia Kanyari afanyie huyu Dani DNA. Nasikia tu zikiniambia hivyo, imagine. But anyway, maisha ni yao. Tushughulike tu na yetu. Juu najua hapa mimi naona niko 50-50. Naona ni kama ni kiki. Saa zingine naona kama ni ukweli. Huwezi elewa. By the way, huwezi elewa na hawa watu. Sasa hata nilikuwa najiuliza sasa Kanyari anasaidianga aje hawa watoto wakiwa na baba mwingine. Vile alikuwa anasema ati kwa live analipanga sijui school fees, analipa sijui hiyo nyumba, anafanya shopping kwa hiyo nyumba. Na Tasha kwa hapo ndani. Kwani kazi ya Tasha ni gani? Anyway, kwani Tasha anafanya kazi gani? Ama yeye ndio housemaid wa hiyo nyumba? Well, anyway, acheni tumalizie hapo. What are your opinions, guys, as much as love is concerned?